Vita sio tu suala la nguvu na silaha au idadi ya askari, bali ni mchezo wa akili, kasi na uratibu. Tangu enzi za vita vya kwanza vya dunia na vita vya pili vya dunia, mbinu za kijeshi zimebadilika, lakini kanuni kuu zimebaki vile vile: kumlazimisha adui afanye kile unachotaka wewe. Mbinu kuu ambazo wanajeshi huzitumia kufikia ushindi: the element of surprise. Hii ni mbinu kongwe na yenye ufanisi mkubwa zaidi. Lengo ni kumshambulia adui wakati na mahali ambapo hatarajii. Kutumia vifaa vya kuona usiku, night vision, kuwapata adui wakiwa wamelala au hawajajipanga. Wanajeshi hujificha kwenye mapito ya adui na kuanza shambulio la ghafla kwa karibu ili kuzuia adui asiweze kujipanga. Ujanja wa kivita. Katika vita, kuonekana dhaifu ukiwa na nguvu ni mbinu muhimu. Jeshi linaweza kuanzisha shambulio dogo upande mashariki ili kumfanya adui apeleke majeshi yake yote huko. Kisha shambulio kuu la kweli linafanywa upande wa magharibi. Kamufraji. Hii sio tu kuvaa nguo za kijani, ni pamoja na kuficha vifaru chini ya nyavu maalum na kutumia mitambo inayozima joto la engine ili kutoonekana kwenye rada za adui. Mbinu ya kuzingira. Hii ni mbinu hatari ambapo jeshi hugawanyika katika sehemu mbili na kushambulia adui kutoka pande mbili za pembeni hadi kumzunguka katikati. Pindi adui anapozingirwa, hukata mawasiliano, kukosa chakula na kukosa njia ya kutoroka, jambo linalomlazimisha kusalimu amri au kuangamizwa kabisa. Vita vya mijini. Hii ni moja ya mbinu ngumu zaidi kutokana na kuwepo kwa raia na majengo marefu. Mapigano ya chumba kwa chumba ambapo wanajeshi hutumia silaha fupi na mabomu ya mkono. Matumizi ya wadunguaji, snipers. Mdunguaji mmoja anaweza kuzuia barabara nzima kwa muda fulani kwa sababu adui hajui risasi inatokea wapi. Vita vya umeme. Ilijulikana sana wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Mbinu hii inategemea kasi ya ajabu. Inahusisha uratibu wa karibu kati ya vifaru, magari, deraya na ndege za kivita. Lengo ni kupenya katikati ya ulinzi wa adui kwa kasi ya haraka sana, kiasi cha kwamba adui hana muda wa kupata maelezo kutoka kwa makamanda wake. Vita vya kisaikolojia. Hapa silaha sio risasi, bali ni hofu. Kusambaza taarifa za uongo, propaganda, ili kuwavunja moyo askari wa adui. Kutumia mashambulizi ya anga yenye sauti kubwa au kuonyesha nguvu kubwa ya silaha ili adui aone kuwa hawezi kushinda na hivyo kukimbia kabla hata vita havijaanza vizuri. Vita vya kisasa, teknolojia na habari. Katika karne ya 21, mbinu zimehamia kwenye kompyuta na anga. Kutumia ndege zisizo na rubani kufanya mashambulizi ya usahihi bila kuhatarisha maisha ya askari. Electronic warfare, kuzima mitambo ya mawasiliano ya adui ili wasiweze kuongea na makamanda wao au kutumia GPS. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo miguu ya askari, vifaru, mizinga na ndege vinafanya kazi kama chombo kimoja kupitia mawasiliano ya satellite. Mbinu za kijeshi zinaendelea kubadilika kila siku. Hata hivyo, ushindi mara nyingi hauji kwa mwenye silaha nyingi zaidi, bali kwa yule anayeweza kusoma mazingira, kutumia vizuri taarifa za kiintelijensia na kuchukua hatua kwa haraka zaidi kuliko mpinzani wake. Katika uwanja wa vita, mbinu bora ni ile inayookoa maisha ya askari wako huku ikimaliza uwezo wa adui wa kupigana. Vita vya msituni na uasi. Mbinu hii hutumiwa mara nyingi na vikundi vidogo vyenye silaha chache dhidi ya jeshi kubwa na lenye nguvu. Piga kisha kimbia. Badala ya kukabiliana na adui uso kwa uso, askari hufanya shambulio la haraka na kutokomea polini au kwenye vichochoro kabla ya adui kukinukisha.
Mitego ya ardhini. Matumizi ya mabomu ya kutegwa ardhini yanayotengenezwa kienyeji ili kuharibu magari na doria na kuvunja ari ya askari wa adui. Kujichanganya na raia. Hii inafanya iwe vigumu kwa jeshi kubwa kutumia nguvu kubwa ya anga kwa hofu ya kuua watu wasio na hatia. Vita vya mtandaoni na habari. Katika ulimwengu wa leo, vita vinaanza kwenye keyboards. Kabla ya risasi ya kwanza kufyatuliwa, mdukuzi wa mifumo, hacking, kulemaza mifumo ya umeme, maji na mawasiliano ya nchi ya adui ili kusababisha taharuki. Ujasusi wa kidigitali, kutumia taarifa zinazopatikana mitandaoni kama picha za satellite au hata mitandao ya kijamii ili kubaini mahali askari wa adui walipo. Kutengeneza video za uongo za viongozi wa adui wakitoa amri ya kusalimu amri ili kuwachanganya wanajeshi wao. Licha ya kuwepo kwa teknolojia mpya, mizinga bado inaitwa mfalme wa vita. Kurusha mamia ya makombora kwenye eneo moja kwa wakati mmoja ili kuharibu ulinzi wa adui kabla ya askari wa miguu kuingia. Kutumia mizinga inayoongozwa na GPS kupiga lengo la mita chache kutoka umbali wa kilomita 40. Kuna msemo wa kijeshi unaosema amateurs talk strategy, professional talk logistics. Watu wa kawaida huzungumzia mikakati, wataalam huzungumzia usafirishaji. Mnyororo wa ugavi bila mafuta kwa ajili ya vifaru, chakula kwa ajili ya askari na risasi za kutosha. Hata mbinu bora kabisa itashindwa ndani ya siku chache. Uwezo wa kutengeneza silaha zinazoharibika karibu na uwanja wa vita badala ya kuzirudisha kiwandani. Mabadiliko ya mbinu hizi yanatuonyesha kuwa uwanja wa vita sasa ni wa pande nyingi. Vita havipiganwi ardhini pekee, bali hewani, baharini, mtandaoni na hata kwenye fikra za watu. Askari wa kisasa si tu mpiganaji, bali ni mtaalamu wa teknolojia na mwanasayansi wa kijamii. Ushindi wa kweli unapatikana pale unapoweza kutumia mbinu hizi zote kwa pamoja, kwa kasi ambayo adui hawezi kuendana nayo.